hivi siwezi. Usilie, jitahidi kujikaza Fiona mwanangu. Lakini ulipoambiwa mama hapatikani huko, hebu na wewe mtafute, ulichukua juhudi gani? Ni huzuni na majonzi kwa familia hii ya marehemu Ezenia Kamana. Ezenia Kamana aliuawa kwa kukatwa vipande, na mwili wake baada ya kukatwa vipande ukagawiwa katika mifuko 8 tofauti ya salfeti na ukaenda kutupwa eneo la Ununio Tegeta jijini Dar es Salaam. Pole sana Fiona, pole sana. Asante. Unachokikumbuka ni kipi kwa siku za mwisho wa uhai wa mama yako? Ni vingi, tunaishi naye vizuri. Kitu gani ambacho unakumbuka? Unasema mara ya mwisho mama yangu niliongea naye hivi, sikujua kumbe ndio alikuwa ananiaga. Tulikuwa tunawasiliana sana, yaani kama mtu na rafiki yake. Kwa hiyo sasa kama hivi labda nikakuta kitu mtandaoni, maybe naweza nikashare kwenye account zake, yaani kwa hiyo kesi mwisho tulikuwa tunawasiliana kawaida. Kulikuwa kuna event nilikuwa nataka kwenda, kwa nikawa namwambia, namtania kwamba naenda kula nyama nini hivyo. I see. Na yule jamaa wewe ulikuwa ukimfahamu? Ndio. Kipindi unamfahamu alikuwa anaonyesha ni kijana wa aina gani? Alikuwa kawaida. Toka tukio limetokea ndo nimeanza kumuona hivi, tuanza kwenda mahakamani kufuatilia kesi. Ndio umeanza kumuona live? Baada ya kuanza kwenda mahakamani kufuatilia kesi. Labda hakukuwa na ishara yoyote hivi, labda hata ya kukutakeni radhi hivi? Ana ukimwangalia tu na kuangalia. Yesu wangu. Mtu unatoa pale, macho yako yote mara nyingi yanakuwa unamtazama yeye. Kwa hiyo unaweza kumwangalia na ukakuta amekuangalia hivyo. Lakini ilikuwa inakutia hofu nilikuwa tunamshangaa. Like mtu unamfahamu alafu afanye kitu kama hicho, watu umuelewi, yani nini kinasababisha kufanya hivyo. Mbona najikuta unamwangalia tu muda mrefu.